Wachungaji na maaskofu katika kaunti ya Bungoma imejitokeza kujitenga na tuhuma za kupatikana kwa nyoka katika gari ya mtu mmoja anayetuhumiwa kuwa mchungaji alipokuwa amepeleka katika karakana moja viungani mwa mji wa Bungoma. Alikuwa amepeleka gari lenyewe kwa minajili ya kutengenezwa. Wakiongozwa na mwenyekiti wa Church and Clergy katika kaunti ya Bungoma, Askofu Ignatius Wanjala anasema kuwa walitamaushwa na tuhuma hizo, akisema watumishi wa Mungu huwa hawatumii nguvu za giza, akisema hawamtambui jamaa huyo. Wametoa wito kwa vitengo vya usalama kuhakikisha wanatekeleza uchunguzi wa kina, kuhakikisha mshukiwa anatiwa mbaroni, wakisema anaharibia jina watumishi wa Mungu. Tumekuja kusema kwamba kwa muda mrefu mambo yamekuwa yakitendeka katika taifa letu, na wakati inatendeka kanisa kwa ujumla linakuwa condemned, kanisa linachafuliwa, watumishi wa Mungu wanachafuliwa majina yao. Kwa hivyo sisi kama mwili wa Yesu katika Bungoma County tunasema kwamba mwenye gari hili is not part of us. Sisi hatumjui na hatujui ni nini lilitokea. Kama gari hili lipatikana na nyoka, sisi tunaomba vitengo vya usalama vifuatilie. Sisi tuna mwito kutoka kwa Mungu, hatutumii kitu kingine chochote. Ombi langu ni kwamba serikali pamoja na media watusaidie tupate huyu mtu alikuwa nani, kwa sababu pia si vyema kuwa na tabia kama hii katika mji wetu. Na kama alikuwa anasafiri pia tujue alikuwa anatoka wapi na anaenda wapi. Mtumishi wa Mungu huwezi kuwa na nyoka kwa gari. Huyu ni mganga, huyu ni mchawi. Hatuwezi kuwa pamoja yetu na waganga na wachawi. Hata wakanga pia wanatumia Biblia. So sio kila mtu mwenye ana Biblia ni bishop ama ni pastor. So tafadhali hiyo maneno ya kusema ni bishop ama ni pastor iishe. Hatujapata pasa hapa, hatujapata nyoka. Wacha intelligence ya serikali na media wa investigate. Tumekuwa katika kazi ya Mungu kwa miaka mingi, na hizi miaka yote hatujawahi kuona kitu kama hii, wala kukuwa na manyoka katika njia yoyote katika utumishi wetu. Ama kwa hakika ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni.